Jumapili ya Machi mosi katika viunga vya Amani Complex, Yanga na Simba wataonesha ubabe wao katika mchezo wao wa dabi, mchezo wenye nguvu na kupendwa kuliko mtanange mwingine wote hapa Tanzania. Yanga anaingia uwanjani ikiwa ndiyo timu yenye mafanikio zaidi katika dabi hiyo tangu mwaka 1935 kwa kumfunga mara nyingi zaidi mtani wao Simba. Utani na uhasama wa timu hizi ulianza katika mtaa mmoja katika eneo la Kariakoo. Inaaminika fahari hawa wawili walizaliwa pamoja. Timu moja ilitangulia na mwenzake akafuata, na hiyo ndio sababu ya kuitwa mapacha. Tambo za mchezo huu huanza na mtu mmoja mmoja, kwenda katika ngazi za familia na kufika hadi katika ngazi za uongozi serikalini. Hali huwa kama hivi katika mitaa mbalimbali Tanzania. Yanga ambayo kwa sasa inaonekana kuimarika kikosi chake na kuwa juu ya Simba kwenye msimamo wa ligi, huku wapinzani wao wakiingia katika dabi wakiwa katika hali ya unyonge kufuatia matokeo ya michezo yao iliyopita na kusimamishwa kwa baadhi ya wachezaji muhimu wa kutumainiwa katika kikosi cha Msimbazi, akiwemo mchezaji raia kutoka Ghana, Soa. Wakati homa ya dabi ikiendelea visiwani humo, polisi ya Tanzania imewatoa hofu mashabiki wa timu hizo kuwa usalama pia umeimarika. Lazima mnyama nimtandike kwa mara ya 6. Tunataka tumpige yeye mwenyewe alikojichagulia huko. Mchezo huu tayari umeanza kwa watani kubishana baada ya Yanga kuomba mchezo huo uhamishwe Zanzibar. Mashabiki wa timu hizo wakitaja gharama za kusafiri zitapunguza utamu wa mchezo huo, swali ambalo mashabiki wa timu hizo mbili wamekuwa na maoni mseto. Ni kweli sisi mashabiki, hata sisi wenyewe mashabiki wa Dar es Salaam Afrika hatukupendezewa ili tumechu peke Zanzibar, lakini pale ni machinjio. Sisi tuna hofu ya kwenda Zanzibar. Wao ndio wenye hofu mechi kuipeleka Zanzibar, so sisi. Kwa hiyo hawa wanahangaika tukule kwenye sie kwetu. Wewe unaonaje? Nani anakwenda kupasuka dabi ya watani wa Yanga dhidi ya Simba?